Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tutaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii kuu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya wiki nzima. Tumeuona mkono wa Bwana ukitutendea mambo makubwa sana, lakini tunapoenda mbele za Bwana kwa shukrani huwa tunaenda tukimaanisha ya kwamba Bwana amesimama upande wetu, na kama si Bwana aliyekuwa upande wetu tusingekuwa hivi tulivyo. Tunapoenda mbele za Mungu tunatambua ya kwamba Bwana ametenda jambo ndani ya maisha yetu. Ni vyema sana kutambua ya kwamba Bwana ametenda. Unajua kabisa ya kwamba Bwana ametenda, ni vyema sana kutambua ya kwamba Bwana ametenda, kwa sababu Mungu naye kipindi anatenda anataka watu wake twende kwa kutambua ya kwamba yeye ametenda. Na ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Luka sura ya 17 kuanzia mstari wa 11 utaona maandiko haya, tukumbushane. Biblia inasema, ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu 10 wenye ukoma. Akasimama mbali wakasimama mbali wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi kama leo tunavyoenda kurudi. Bwana ametuvusha, tunaenda kurudi. Tulipopaza sauti yetu tulikumbuka kwamba tunahitaji uhitaji, lakini leo tumepona, tunarudi. Na Biblia inasema, na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi. Leo uwe mmoja, na mimi ni sehemu ya mmoja, na wewe na kukaribisha uwe katika yule mmoja aliyerudi. Biblia inasema, na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi, huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akamjibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Anauliza Yesu, je, wako wapi wengine 9? Yesu akanena, hawakutakaswa wote 10? Yesu atatusemea mimi na wewe, hawakuponywa wote 10? Hawakuvuka wote 10 katika wiki hii, katika ajali zote, katika mateso yote, katika uharibifu wote? Hawasikuwavusha wote 10? Na wewe ukiwepo na mimi nikiwepo. Anauliza, kati ya watu ambao niliwaponya hawakuenda katika hali ya mauti? Kuna watu niliwaponya hawakuenda mahospitalini, hawakuwekea oxygen, wanavuta oxygen yangu. Wale ambao nimewavutisha oxygen yangu hawakuwa 10? Wale niliowaponya na ajali mbalimbali hawakuwa 10? Mungu ndiye anajua ni kwa kiwango gani ambacho mitego ya adui imetegeshwa kwetu mingi sana, ambao mingine hatuioni, kwa sababu si wote ambao tunatembea rohoni. Wengine hatuioni, si wote tunaoona vya sirini, lakini Mungu anaangalia ni kwa namna gani, ya mitego gani imetegeshwa, na mitego gani yote ameitoa ndani ya maisha yako. Hata haukuaibika, akaiondoa aibu yako kwa kuondoa mitego ya adui aliyoiweka ndani yako. Yesu anasubiria mtu mmoja, anajua haina shida. Siku ya Ijumaa si huwa wana maombi ya shukrani? Katika hii ajali ambayo nimemvusha, na yeye hakujua kama alitakiwa afe au hakutakiwa kwamba awe amegongwa, ama alitakiwa awe mpata ajali, lakini Ijumaa ataenda kwa shukrani. Nitaipokea shukrani yangu siku ya Ijumaa. Halafu nakuta Ijumaa imepita. Yesu anauliza, kwani niliyemvusha na niliyowavusha hawakuwa 10? Mmoja amerudi kushukuru, wengine 9 wako wapi?
Mimi najua kwamba Bwana amekutendea yaliyo mema, lakini yapo mema ambayo wewe umeyaona kwa macho, yapo mema ambayo hujayaona kwa macho. Na ndio maana tunapoenda kumshukuru Bwana, tunatambua kwamba yapo mambo mengi ambayo hatujayaona kwa macho, lakini Bwana ametenda. Kazi yetu ni kumwambia Bwana Yesu, tunakushukuru, tunakushukuru. Hata yale ambayo hayajakaa vizuri kwenye maisha yetu, tunaenda kwa neno linalosema shukuruni kwa kila jambo, kwa sababu hata lile ambalo linaonekana halijatimia Bwana amelitenda. Lakini tunapoenda mbele za Bwana kwa kushukuru kwa kila jambo, tunamwambia Mungu, hata hili tunajua haujalikamilisha leo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunajua hata hili haujatupa leo kwa ajili ya kutuandaa kwa kikubwa cha kesho. Tunajua hata hili haujatupa kwa sababu yamkini ilikuwa ni hatari yetu mbele ya safari. Mungu aliye hai, tunakushukuru. Mungu aliye hai, tunasema asante. Kama Bwana usingekuwa upande wetu, mimi na watu wangu tungekuwa wapi wiki hii? Kama sio uliyetulinda, kama sio uliyetupigania, mimi na watu wangu tungekuwa wapi? Leo hii tunaweza tukalia kwa machache tunayoyapitia, lakini tukasahau mengi makubwa Mungu aliyotenda. Tunaenda mbele zake kwa moyo wa shukrani. Ameyatenda mambo makubwa mno. Ameificha aibu yake, aibu yetu. Ameibeba aibu yetu, ameipeleka msalabani aibu yetu. Amepeleka umaskini wetu msalabani, ameibeba umaskini wetu, ameibeba aibu yetu, amebeba fedheha zetu. Hata mahali ambapo tungeaibika, Mungu ametusaidia. Tunayo sababu ya kwenda mbele za Bwana kwa shukrani. Tunaenda mbele za Mungu kwa shukrani. Lakini nataka niongee na wewe ambaye una uhitaji mkubwa sana, una uhitaji mkubwa sana. Nataka nikuambie leo tutaingia malangoni tukiwa umebeba huo uhitaji wako. Utaingia malangoni kwa Bwana kwa shukrani. Utaenda mbele za Mungu kwa shukrani. Yesu alisema, Bwana Yesu asante. Yesu alisema, Mungu asante, Baba asante. Halafu aliposema asante, mikate ikaongezeka. Kuna mtu ambaye ananisikia wakati huu anahitaji ongezeko. Usiwe na wasiwasi. Tutaenda mbele za Bwana kulibeba ongezeko. Katika mahali unapopahitaji paongezeke, lakini tutaingia kwa mlango wa shukrani. Kuna mahali unahitaji Bwana akuponye, usiogope. Mungu anaenda kukuponya. Huo ugonjwa usiogope, Mungu anaenda kukuponya. Kuna mwingine mawazo yake anadhani ya kwamba hatapona. Utapona. Kama unaumwa utapona, haufi. Utapona, utaishi. Utawaona watoto wako. Utahudhuria ndoa za watoto wako. Utahudhuria harusi zao. Utatembea kwa ushindi, mwenye afya njema. Itasikikana ukumbini pale. Anasema babu wa babi yake anaingia, mbwekeni na mziki. Unaingia na mziki ukiwa mwenye afya njema. Usiogope, hakuna kitakachokuua. Lakini tutaenda kwa Bwana kwa shukrani kulithibitisha agano. Unapoenda na kumwambia Mungu asante kwa afya, asante kwa neno lililotamkwa na mtumishi wako ya kwamba sitakufa bali nitaishi, nami nitawaona watoto wa watoto wangu, nitahudhuria harusi zao, nitahudhuria sherehe zao nikiwa mwenye afya, nikiona kwa macho yangu mawili pasipo miwani, nikitembea nimenyoka pasipo kukunjamana. Nitaenda, nitaona yote haya. Nitashuhudia kwa furaha kubwa. Vizazi vijavyo nitaviona kwa macho yangu. Hakutakuwa na premature death, hakutakuwa na kifo kabla ya wakati. Nitaona uzee wangu mtimilifu. Lakini nakuja kuyabeba hayo yote kwa sadaka ya shukrani. Asante Mungu, asante kwa sababu nimejua sadaka ya shukrani na kinywa kilichobeba shukrani kinaleta ongezeko. Bwana Yesu, ongeza maisha yangu nikayaone yote yanayostahili, na kuhakikishia magonjwa yakija yatahukumiwa kwa agano hili unaloenda kulifanya. Magonjwa yakija kutaka kukuua yatahukumiwa kwa sadaka yako ya shukrani ya leo. Uharibifu utakapokuja, kaburi litakapokusogelea, ardhi litakapofunua kinywa chake ikuingize, neno hili la leo na ibada ya leo na sadaka ya leo itaenda kuhukumu ardhi ya kwamba we ardhi hautafunguka kummeza huyu mtu mpaka
mpaka atakapotimiza umri wake mtimilifu, mpaka atakapoona watoto wa watoto wake, mpaka atakapohudhuria sherehe za watoto wake wakioa na kuolewa, mpaka atakapoona vitukuu vyake vikicheza na kurukaruka vikienda shule, mpaka atakapoona mema yote ya watoto wake na wajukuu wake na vitukuu vyake, ndio atakufa katika uzee mtimilifu uliojaa siku. Hiyo yote itaenda kutimia unapoenda mbele za Bwana kuomba ongezeko, kama Yesu alivyoenda kuomba mikate iongezwe, akasema Baba asante. Kuna uhai katika shukrani, na ndio maana Lazaro aliambiwa, Yesu alimwambia Baba asante, Lazaro akafufuka. Ule uhai uliopo kwenye sadaka ya shukrani unaweza ukashuka leo, ukafuisha, ukaamsha vilivyokufa ndani yako, uchumi uliokufa ndani yako, afya iliyokufa ndani yako. Shukrani ina nguvu ya kuamsha, na baada ya hapo utaenda kumtukuza Bwana kwa matendo makubwa. Nataka tuende mbele za Bwana tukamwambie Mungu asante. Bwana Yesu asante. Tunakushukuru wewe tu kwa sababu umetenda sana. Ni mema mengi umeyatenda, hatuwezi kuyaongea yote tukayamaliza. Uaminifu wako umekuwa ni wa ajabu sana. Matendo yako yamekuwa ni makuu mno. Tunataka tuende mbele za Bwana tumshukuru Mungu wetu. Tumwambie Bwana Yesu asante. Tunakuja kukushukuru wewe. Tunaomba vyote vilivyotuzidia ambavyo ni vya uharibifu, sadaka za shukrani vikaondoe huo uharibifu. Tunakuja kukushukuru wewe. Vyote ambavyo vimetuelemea vya giza vikatoweke. Tumekuja kukushukuru wewe. Tunaomba ongezeko la uchumi wetu. Tunaomba ongezeko la amani yetu, furaha yetu. Roho Bwana tunaomba ukaonekane kwetu. Ukaongezeke we Roho Bwana ndani yetu kupitia sadaka zetu za shukrani. Ukaongezeke we Mungu wa kweli ndani yetu. Utamshangaa sana Bwana. Nataka tuende mbele za Mungu tukaombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, tunakuja mbele zako kwa shukrani. Tunakushukuru wewe kwa matendo yako makubwa ulioyaachilia ndani yetu, Mungu wa kweli. Tunakuja mbele zako kukushukuru kwa wema wako, hata pale ambapo sisi hatukuwa wema wala hatukuwa waaminifu mbele zako, lakini wewe umedumu kwa kuaminiwa sana. Ndani yetu umekuwa mwema mno. Mungu liye hai, tunakuja mbele za uso wako kwa rehema na neema zako, tukija na shukrani. Tunaomba uzibebe shukrani zetu katika jina la Yesu. Beba shukrani za mtoto wako huyu anayenisikia wakati huu. Beba shukrani zake juu ya maisha ambayo umempa, juu ya afya uliompa, juu ya furaha uliompa, juu ya amani uliompa. Beba shukrani Bwana, kwa maana hatukusikia uharibifu katika malango yetu, hatukusikia misiba katika malango yetu. Ulituponya. Hatukusikia ajali katika safari zetu za wiki nzima. Tumelindwa na ulinzi wako. Imradi tu Mungu wetu wa kweli uinuliwe leo. Umetuponya ili tukuinue leo. Umetulinda na ajali za wiki nzima ili tukuinue wewe. Tunakuja tukilitimiza kusudi lako ndani yetu, ya kwamba tukushukuru wewe. Tunakushukuru kwa ulinzi uliotupa mabarabarani. Hata tumesafiri kutoka maeneo mbalimbali, lakini hukuruhusu adui alete mtego wa ajali na ufanikiwe. Hukuruhusu mithali za adui ziweze kutusemea. Haukuruhusu adui anyanyue kinywa cha kutudharau. We Mungu katulinda na ajali zote. Umetuponya na kutufanya tuwe salama. Tunakuja mbele zako kwa shukrani Bwana. Tumebeba sadaka za shukrani, tukijua kwamba si kwa akili zetu hata tuko hivi tulivyo, bali ni kwa neema ya ulinzi wako na amani yako Bwana. Tunakushukuru Mungu liye hai, kwa maana hata tulipojiweka wakfu kwako kwa ajili ya wiki hii, umekuwa mwema na mwaminifu sana. Na ndio maana tunakuja leo kwa shukrani, kwa maana yapo mambo mengi ambayo kama siwe Bwana usingekuwa upande wetu, yangekuwa ndio kilio chetu leo, yangekuwa ndio sauti yetu leo. Lakini umezinyanyua sauti zetu za shukrani, kwa maana umenyamazisha sauti za uharibifu. Baba, tunakuja mbele zako kwa shukrani. Pokea sifa, heshima na utukufu. Ukiturehemu Bwana mahali ambapo tukusimama sawa sawa ndani ya wiki hii. Ukiturehemu Bwana mahali ambapo tumekutenda dhambi wiki hii. Ukiturehemu mahali ambapo tukukusikia wewe, ama tuliposikia hatukuwa waaminifu kuyatii tuliyoyasikia, ama hatukuwa wepesi kuyatimiza mapenzi yako ndani ya wiki hii. Turehemu Bwana. Unapoturehemu Bwana, zipokee na sadaka za shukrani na mioyo yetu iliyobeba shukrani kwa ajili ya namna ulivyotuvusha wiki hii Bwana. Umemwaibisha shetani aliyepanga mipango mingi juu ya maisha yetu
yetu ya uharibifu, lakini hakuweza. Umemwaibisha shetani aliyeweka mitego mingi ili atuangamize, lakini umetegua mtego wa adui, umeitegua mitego, umeiharibu mitego, umemharibu adui. Lucifer na malaika zake umewaangamiza. Walibeba plani nyingi lakini hazijafanikiwa. Wewe Mungu wa kweli ni mwaminifu sana. Tunakushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa matendo yako makuu. Pokea sifa, heshima na utukufu Bwana, maana vyote ni vya kwako. Mimi na watu wangu tunakuja mbele zako katika kiti chako cha enzi, kiti chako cha rehema. Tumebubujika na furaha. Tunakushukuru Bwana, uliyetuwezesha, uliyetupigania, uliyebeba aibu yetu, uliondoa fedheha zetu. Umetulinda, umetupa amani, umetupa afya, umetupa yote mema. Mungu uliye hai, tunakushukuru. Asante kwa tulioyaona. Asante kwa makubwa ambayo hatujayaona, lakini umetuepusha nayo, umetulinda nayo, umetuweka huru nayo. Mungu uliye hai, pokea sifa. Mungu uliye hai, pokea sifa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, msaada wako umekuwa mkubwa sana. Nguvu zako za ajabu umeziachilia. Tumeongozwa na Roho yako wiki nzima. Endelea kutuongozwa na Roho yako Bwana. Roho yako Mtakatifu asitupungukie, ukiturejeshea zaidi furaha ya wokovu wetu. Ututegemeze kwa roho ya wepesi. Mungu uliye hai, asante kwa neema na rehema. Asante kwa mkono wako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Jehova. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen. 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 Mungu wangu akubariki sana. Tumemshukuru Mungu kwa ajili yetu. Tunamshukuru kwa ajili ya watoto wetu. Tunamshukuru kwa ajili ya nyumba zetu na mali zetu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kazi zetu na biashara zetu. Vyote hivyo vinaenda kusikia alama, vinaenda kuwekwa alama ya shukrani, kama vile tags tunazowekwa na kubandikwa. Vyote tulivyo navyo vinaenda kubandikiwa alama ya kwamba huyu mwenye nyumba hii ameshukuru wiki hii, huyu mwenye biashara hii ameshukuru wiki hii. Tunawekewa tag, na tunapowekewa tag, ile tag inakuwa inaleta ongezeko, inaendelea kuleta ongezeko. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema kwa Bwana, utaenda kuiachilia sadaka yako ya shukrani. Hakikisha unaiachilia sadaka ambayo imeubeba moyo wako, sadaka ya moyo wako. Unapoenda mbele za Bwana, ni kuelekeza tu ya kwamba unapoenda mbele za Mungu wetu, usije ukadhani ya kwamba Mungu haoni. Mungu wa rohoni, Mungu wa rehema, Mungu anachunguza, anaona. Ubebe kile kitu ambacho moyo wako unaenda kuambatana nacho. Moyo wako unaenda kuambatana nacho. Huwa tunajua ya kwamba unaponunua kitu cha thamani, hata moyo unaambatana. Mahali hazina yako ilipo, na ndipo na moyo wako unapokuwepo. Na ndio maana hata nyumbani, vyombo vya thamani ulivyovinunua kwa gharama, moyo wako unakuwa uko hapo. Ukiona tu hata vinatingishwa, unaanza kuogopa. Ndani ya moyo wako unaona kabla unavipoteza. Kwa hiyo mahali ambapo unapeleka hazina, na moyo wako utaenda kuwepo hapo. Lakini kama vitu havina thamani, hata moyo wako hauwepo hapo. Unaweza kusahau kitu ambacho hakina thamani, lakini huwezi sahau chenye thamani kwa sababu ya moyo. Unaweza kaona una cheni, wale wa mama wanaelewa, cheni za dhahabu, lakini kuna nyingine zimetengenezwa kama dhahabu lakini sio dhahabu. Ile ambayo ni ya dhahabu huwa unaitunza vizuri sana kwa sababu ya moyo umeambatana hapo. Kwa hiyo kuna faida kubwa ya kupeleka sadaka iliyo njema kwa Bwana, kwa sababu inageuka kuwa hazina katika kiti cha enzi, na moyo wako unaambatana na hazina, kwa sababu mahali hazina ilipo na moyo ndio uko hapo. Kwa hiyo kama utapeleka kilicho dhaifu, yamkini sana moyo wako usiende pamoja na hiyo sadaka yako, kwa sababu umepeleka sadaka ambayo ni masalia. Kwa hiyo moyo wako kuambatana na ile sadaka ni ngumu sana. Kwa sadaka inaenda, lakini haina moyo aliyepeleka hiyo sadaka. Kwa mbinguni inaonekana sadaka, lakini moyo aliyopeleka sadaka haupo, kwa sababu haijawa hazina. Kilicho cha thamani ndio huwa kinaambatana na moyo. Kwa unapoachilia kwa thamani, na moyo wako unaenda pamoja na ile sadaka yako. Kwa hiyo endelea kutafakari hilo kila unapotoa sadaka yako.
Toa sadaka itakayoambatana na moyo wako. Mungu wangu akubariki sana. Basi tutaachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.